sahihi kurekebisha goalkeeper wa Stellenbosch Serge Stephens. Huyu yeye alipata kadi 3 za njano, lakini kwa mujibu wa sheria na taratibu za CAF kwamba utakapohama hatua, kadi uliozipata kwenye hatua za makundi ukienda hatua za mtoano haitohesabiwa. Meaning Serge Stephens kwenye mchezo dhidi ya Simba atakuwepo. Okay. Zile kadi ambazo alizipata kwenye game dhidi ya Zamalek haziwezi kuathiri uwepo wake kwenye mchezo dhidi ya Simba Sports Club. Hivyo goalkeeper namba 1 na nahodha wa klabu ya Stellenbosch atakuwepo, na kesho ndiye atakayeenda na kocha wao kwenye mkutano wa waandishi wa habari ambao utafanyika kule visiwani Zanzibar. Kwa hiyo huo ni usahihi kwamba Serge Stephens yeye kesho kesho kutwa kwenye mchezo atakuwepo, na kesho ndiye atakayezungumza na waandishi wa habari kwa niaba ya wachezaji wenzie. Tukirudi kwenye essence ya mchezo na hoja alizoziongea, kwangu mimi katika kitu ambacho nimekinotice kutoka kwa Stellenbosch, ukitoa wachezaji ambao wanao kwenye kikosi chao, I think ni moja kati ya timu changa ambao imefanikiwa kuassemble wachezaji wenye experience wengi ambao wameshawahi kucheza kwa muda mrefu ndani ya ligi ya South Africa. By the way, kwenye kikosi chao cha kwanza, mchezaji pekee kijana ambaye ana chini ya umri wa miaka 25 ni mmoja tu, Cupido, ambaye ni mshambuliaji wao kinara ambaye msimu huu amefanikiwa kufunga bao 5, na kwa bahati mbaya sana Cupido hajasafiri na timu kuja nchini Tanzania visiwani Zanzibar. Yeye peke yake ndo ana miaka 23 kwenye timu, akiwa kijana bado anaingia taratibu kwenye system ya ligi ya South Africa, lakini majeraha aliyoyapata kwenye mchezo uliopita mtamfanya kukosekana kwenye mchezo wa kesho kutwa baina ya Simba dhidi ya Stellenbosch. Kwa hiyo unaona bado wachezaji waliokuwepo kwenye timu, amemzungumza mtu kama Toure, bonge moja la defender ambaye kwa namna moja au nyingine watu wengi watamkumbuka from game Yanga dhidi ya Marumo Gallants. Ni defender fulani ambaye ana hate raia wa Ivory Coast. Kwa hiyo assembling ya kikosi cha Stellenbosch ni mchanganyiko wa talents za kutoka mataifa mbalimbali ambao tayari wana experience kwenye stage kubwa pamoja na experience kubwa ya soka la South Africa. Tukija sasa essence ya mchezo kiujumla, Simba anaenda kukutana na mpinzani ambaye ubora wao haupo nje ya uwanja, lakini ubora wa Stellenbosch upo kwenye namna ambavyo wamedhihirisha wana uwezo wa kuzicheza hizi games za mtoano. Tangu kwenye rounds za kwanza uje kwenye group stage, njoo kwenye namna ambavyo wameicheza robo finali, ni timu ambayo most of the time wana enjoy kukana mpira, sio waoga. Kiufupi Stellenbosch sio timu ya waoga. Namna ambavyo walicheza dhidi ya Zamalek, angalia possession, wako away lakini wana uwezo wa kumiliki mpira kwa 40 mpaka 45. And hii tunazungumza against Zamalek away, sehemu ambayo watu wengi walihisi Stellenbosch atapaki basi. Regarding mechi ya kwanza sare, wakiamini kwamba anacheza na bingwa mtetezi, labda wangeweza kulazimisha kuipush mechi kwenda kwenye mkwaju wa penalty, lakini haikuwa hivyo. Stellenbosch aliamua kukana mpira. Kwenye baadhi ya matukio alikuwa anajaribu kufika kwenye lango la Zamalek, anajaribu kwenda kudistort safu yao ya ulinzi, lakini kwa bahati mbaya sana ni kwamba issue nao wakumba Stellenbosch sasa hivi ni eneo lao la ushambuliaji. Sio timu ambayo ni threat kwenye michezo takriban 23 ambao wameicheza so far. Stellenbosch ana wastani wa kufunga goli moja kwenye kila mchezo. Kwa wastani wao wa kufunga sio mkubwa. Wameruhusu goli 17 ambao nao pia unaweza kairate kwenye wastani wa goli moja. Meaning hawana wastani mzuri kwenye kufunga pamoja na kufungwa. Wamelevu hapa kwenye bao moja la kufunga, bao moja la kufungwa. Meaning Simba anachotakiwa kufanya kwenye game against Stellenbosch, cha kwanza na cha muhimu ni kuongeza uhatari kwenye eneo lao la ushambuliaji. Eneo ambalo linaweza likawa suluhu ya Simba kwenye mchezo wa nyumbani pamoja na suluhu ya Simba kwenye mchezo wa ugenini. Rate ya Simba kwenye michuano ya CAF Confederations Cup msimu pekee ni wastani wa goli 2 kwenye kila mchezo wa kufunga. Meaning Simba tangu game za kwanza mpaka sasa hivi game pekee ambayo Simba hajafanikiwa kufunga goli ni game against Al Masry away, ambapo Simba alifungwa bao 2-0. Lakini game zingine zote Simba amefanikiwa kuweka mpira kimiani, akiweka rate ya goli 2 kwenye kila mchezo. Meaning swala la ufungaji wa Simba it is possible. Ana uwezo wa kwenda kwenye mchezo na kumfunga Stellenbosch, lakini umakini ambao unatakiwa kuwepo kwenye mchezo dhidi ya Simba. Bad enough, Simba msimu huu amecheza na mpinzani mwenye uwezo wa kupossess mpira mmoja pekee yake, Bravo. Game against Bravo zote mbili, game ya home na game ya away, uliona namna gani ambavyo Bravo alikuwa anajaribu kuvuruga mipango ya Simba hasa kwenye eneo la katikati, ambapo alimiliki mpira, alifanikiwa kwa namna moja au nyingine
kuvuruga partnership ya Fabrice pamoja na Yusuf Kagoma. Kuna muda ulikuwa kimwangalia Fabrice analazimika kutoka kwenda kukaba mpira kwa sababu viungo wa Bravo walikuwa na uwezo wa kukana mpira mguuni. Yusuf Kagoma kuna muda kana jikuta yeye anatakiwa kumkaba mchezaji ambaye anaweza kupewa mipira. Nini kuna spaces kubwa sana eneo la katikati zilikuwa zinatengenezwa ikiwa ni faida kwa Bravo. Hicho ndicho ambacho Stellenbosch wanaweza kukiapproach kwenye mchezo unaofuata, because ni timu ambayo ni possessive, wanacheza possessive football, wanataka kukana mpira. Meaning viungo wa Simba kwa namna yoyote watatakiwa kupata backup ya kukaba, either kwa kiungo wao namba 10 Jean Charles Ahoua, ama zile wings ambazo zitaanza either ni Elie Mpanzu ama ni Kibu Denis. Mmoja ni lazima awe anakubali kujivunja, kurudi katikati, at least kuinitiate pressing kama wanaanza progression kutoka nyuma, ama wakivuka pressing ya kwanza kwenye ule mstari wa pili wa pressing ambao watakutana na Fabrice pamoja na Yusuf Kagoma, lazima kuwe kuna kiungo ambaye atatrack back kwa haraka kuja kuwapa backup hawa viungo wawili wa Simba, at least kupunguza uhatari wa Stellenbosch pale ambapo atakana mpira. Stellenbosch inawezekana sio bora sana, lakini timu yoyote ile ukiruhusu itawale eneo la katikati tayari itapata advantage. Kwa hiyo kitu ambacho tunakizungumza hapa kwa lugha nyepesi ni kwamba Simba anatakiwa kutoruhusu kuwa dominated kwenye eneo la katikati kwa kukubali Stellenbosch kukana mpira. Kwa hiyo Fabrice Luamba Ngoma pamoja na Yusuf Kagoma yawezekana kwenye game against Stellenbosch wao ndio wakawa wafanyakazi ambao wakatoa nishati kubwa sana kuhakikisha kwamba mipira yote ambayo Stellenbosch atakuwa anakuja nayo wao wanaitackle kwa haraka. Involvement ya mtu kama Elie Mpanzu inatakiwa pia kuwepo kwa ukubwa. Nimetaja hapa Elie Mpanzu pamoja na Jean Charles. I think ni jambo ambalo Jean Charles anatakiwa kwa namna yoyote ile kuja eneo la chini, at least kwenye matukio kadhaa kuact kama link up ya eneo lake la kiungo wa kabaji pamoja na eneo la ushambuliaji, kwa sababu kazi ikibaki kwa mtu mmoja Elie Mpanzu peke yake, yawezekana kutokana na utitiri wa wachezaji wa Stellenbosch kwenye lile eneo lao la katikati ikawa ngumu kupenetrate kwa wachezaji wote. Meaning Simba watahitaji tu at least wachezaji wawili ama watatu ambao wanaweza kucoordinate kwa haraka, kupasiana pasi fupi kutoka kwenye yule msitu wa wachezaji wa Stellenbosch ili kumfikia mshambuliaji wao Wateba ama Steve Besemukwala ambaye atasimama eneo la juu. Kwa hiyo ni game fulani nzuri ambayo Simba ataingia bado akiwa na faida, lakini ni lazima hakikishe anazitackle plan ambazo Stellenbosch watakuja nazo kwenye huu mchezo. Meaning dakika 90 ndipo ambapo tunaweza tukaushuhudia bora wa Stellenbosch, lakini on paper Simba Sports Club kila kitu kipo kwenye faida yao. Hamisa, tumeona msimu juzi Young Africans akicheza michuano hii na kufika mpaka katika hatua ya finali. Miongoni mwa vitu ambavyo vinazungumzwa hivi sasa ni kuhusiana na wapinzani ambao walicheza nao hatua nusu finali pale nchini Afrika Kusini. Kwa maana klabu ya soka ya Malumo Gallants ambao walicheza nao, na uwepo wa Malumo ama aina ya klabu ile ya Malumo na ifananisha the same to Stellenbosch ambao wanakwenda kukutana na Simba. Utofauti wake uko wapi hizi timu mbili, kwanza kimfumo, kiuendeshaji na namna na hali ya wachezaji wake, kwa maana ubora wa wachezaji, na Simba nini hasa wakifanye kwa hiki ambacho likizungumza Wakanda na kile ambacho likisema na Shirley kutokea pale nchini Afrika ya Kusini? Okay, kwanza Stellenbosch ni moja ya klabu ambazo ni changa sana kwenye soka la South Africa, na ukiangalia Stellenbosch hapa walipofika sasa hivi hawajafika kwa bahati mbaya. Mara nyingi tumeona timu nyingi kushirikisho, mara nyingi tunaona sura mpya nyingi sana shirikisho kwenye kila msimu, kwa sababu kuna timu ambazo huwa zinakuja, naweza nikasema kwa kuwa na msimu mmoja mzuri ndio yetu tunaita wanakuja kwa bahati mbaya, ila Stellenbosch hawajaja kwa bahati mbaya. Nafasi ambayo walimaliza kwenye ligi yao msimu jana ndio ambayo wapo paka sasa hivi kwa mechi ambazo wamefanikiwa kuzicheza. Ukiangalia ni timu ambayo inakupa picha, inakupa taswira kwamba wanajua kucheza katika hizi stage. Nilitazama mchezo yao yote miwili dhidi ya Zamalek, mchezo ambao walicheza nyumbani na mchezo ambao walicheza ugenini. Yaani kuna eneo ambalo nikaona wachezaji wao kuna level fulani ya maturity ambayo wako nayo. Mechi ilipofika kwenye dakika kuanzia 80 walikuwa uwanja wao nyumbani, lakini walianza kupoteza muda. Ingekuwa ni kwa timu nyingine, hasa tunavyofahamu timu nyingi za South Africa wanapenda kuchezea mpira, huenda labda ingekuwa ndo wasawa wao kusema kwamba kwa hizo dakika tulizokuwa tupo uwanja wetu wa nyumbani, tuko na mashabiki zetu, kwani tusiforce kushambulia. Wakawa wanamwacha Zamalek ashambulie wakiamini kwamba wana nafasi nyingine ya kwenda
kufanya kitu kingine ambacho wakifanya kitakuwa ni bora zaidi. Means utakapopata goli moja itakuwa umepata goli lenye faida zaidi ya mpinzani wako. Na maana mechi ikiisha kwa 1-1 it means kwamba wewe unapita katika uwanja wa ugenini. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo nilipima maturity ya wachezaji. Ukiangalia Marumo Gallants kwa jinsi ambavyo walikuja kucheza mechi dhidi ya Young Africans, ilikuwa ni timu ambayo the way ambavyo walikuwa wanacheza kama hatuna cha kupoteza. Ndio maana uliwaona, angalia aina ya magoli ambayo walifungwa na Young Africans, counter attack goals. Unafungwa magoli ya counter attack kwenye uwanja wa ugenini. It means kwamba umeamua kwenda kucheza mpira, na jinsi ambavyo walikuwa wanacheza kwamba they were playing total football. Watakushambulia muda wote, watakuwa wanautaka mpira na kuja kukushambulia. Kwa hiyo ni moja ya timu ambazo kwanza zitahitaji fitness level ya wachezaji wao sasa hivi kwenye eneo la Simba. Means kwamba ni timu ambayo utakapocheza nayo utahitajika kwanza fitness level ya wachezaji wako iwe juu sana kuweza kuhandle zile purukushani ambazo zitakuwa zinatokea ndani ya uwanja. So ukiangalia Marumo jinsi ambavyo walikuwa wanacheza, ilikuwa ni timu ambayo wanacheza kama hawana cha kupoteza. Muda wote wanahitaji mpira mguuni, muda wote wanashambuliwa. Ndio maana ukaona kama unakumbuka kuna ile goli alifunga Fiston Kalala Maele, ile goli ameweka mpira mbele, akamwambia beki tushindane mbio, akaenda kaka cross akafunga, alikuwa ni Kennedy Musonda. Kwa hiyo angalia aina magoli ambayo walifungwa, ilikuwa nakupa picha kwamba ni timu ambayo wenyewe waliamini kwamba kama tutatoka it's okay tutoke, lakini yani tunaenda kucheza mpira, hatutaenda kupaki basi. Ukiangalia the way ambavyo Stellenbosch wanacheza, yes ni timu ambayo hawajatoka sana kwenye falsafa za mpira wa Afrika Kusini, kwamba ni timu ambayo itahitaji kupossess mpira. Na ukiangalia mara nyingi mwalimu wao anapenda kwenda kwenye mfumo line up timu yake kucheza kulingana na mfumo wa kisasa. Wanaweza wakaenda kwenye 4-3-3 kama formation ya timu, alafu kimuundo kuna mabadiliko ambayo yanaweza kawa yanatokea kwamba timu bila mpira sasa muundo wa kiulinzi, timu inapokuwa haina mpira utaona kwa shape labda ya 4 wawili ili kusaidia. Kuna zile nyakati ambazo utakuhitaji uweze kuzuia, kwa nyakati utapossess. Haimaanishi kama muda wote utapossess, hivyo namna ambavyo football itakuwepo. Kitu cha utofauti ambacho hata sasa hivi mwalimu Fadlu Davids atakuwa anakifanyia kazi ni kwamba inawezekana kwamba game plan kwenye mchezo dhidi ya CS Constantine, game plan kwenye mchezo dhidi ya CS Faction, game plan kwenye mchezo dhidi ya Al Masry zikawa zina utofauti mdogo sana, kwa sababu ni wapinzani ambao hawajatofautiana sana kwenye style of playing. Yaani nakupa picha kwamba ni mpinzani ambaye atakupa wewe muda mwingi sana kukaa na mpira uwanjani. Kwa hiyo itakuwa ni swala la wewe namna gani ambavyo unamfungua mpinzani wako kutengeneza nafasi. Mpinzani pekee ambaye alicheza na Simba akampa game ya tofauti alikuwa ni FC Bravo, na wote tuliona namna gani ambavyo Bravo alimsumbua Simba kwenye michezo yote miwili, sababu ilikuwa ni timu ambazo zile mpira ulicheza zaidi kwenye eneo la katikati, kwamba na kuna nyakati ambazo wataamua kucheza mpira, kuna nyakati ambazo wataamua kukuachia, lakini watakuwa na control hata zile moments. Unajua kuna timu ambayo inapaki basi hai control moment yoyote, yani wao wanasubiri tu mipira itakapokuwa inakuja zapigwa cross waziondoe. Lakini ukiangalia Stellenbosch the way ambavyo wanacheza, ni timu ambayo wanacheza kuna nyakati ambazo watakaa bila mpira, lakini watakuwa na control zile moments ambazo kwamba hatuna mpira kwa sasa hivi, tutaamua pinzani wetu wacheze katika staili gani, tutazuia kwa staili gani. Hilo ni eneo la kwanza. Eneo la pili, majukumu ambayo wachezaji wa Simba watayafanya kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch inawezekana yakawa ya tofauti kabisa, au kwa namna pana sana yakawa ya tofauti na mchezo hata dhidi ya Al Masry, kwa sababu ni mchezo ambao ukiangalia the way ambavyo mawinga wa Stellenbosch ambao wanacheza, mawinga ambao ni machachari sana. Kwa hiyo ina maana kwamba hata nafasi ambazo Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe watakuwa nazo za overlap hazitakuwa sawa na ambavyo walikuwa nazo kwa Al Masry, kwa sababu Al Masry muda mwingi walikuwa wanacheza zaidi kwenye eneo lao. Kwa hiyo ni mpinzani ambaye atakupa moments zile ambazo kuna muda itabidi uhold position kama fullback ukae kwenye eneo lako. Timis kwamba utakapo mess up tu ukaweza kusogea, wana watu ambao wanaweza kukuadhibu hata katika maeneo ya pembeni. Kwenye eneo la kiungo, wana kiungo wao mmoja, huyu ni Yusuf Kagoma wao. Huyu anaitwa Tato Kiba. Huyu anafika sana huyu. Na ni kiungo ambaye uwepo wake pale huwa unasaidia mwalimu kuangalia namna gani ambavyo ana line up namba 8 wake kwenda kucheza zaidi, kwa free zaidi kucheza kwenye eneo la juu, sababu ni mchezaji ambaye kwanza ana mapafu, mchezaji ambaye anajua kunusa hatari,
ni mchezaji ambaye anajua sana kuintercept mipira, ni kuilinda ile back four yake angalau isiweze kupitiwa. Na amemtaja Ture, lakini kuna mwingine anaitwa Lesiba Nkuu. Yule Lesiba Nkuu alikuwa kwenye kikosi cha Marumo Gallants kilivyokuja kucheza dhidi ya Young Africans. Ambaye ni defender huyo. Hapana, achana na Ture, ni defender. Huyu ni kiungo mshambuliaji. Okay. Msimu 2020, msimu uliofuata ule 2023-24 akaenda Mamelodi Sundowns. Akacheza msimu mmoja, amerudi tena. Kwa hiyo just imagine an experience ya kucheza shirikisho, an experience ya kucheza club bingwa. Kwa hiyo hawa wachezaji wachache inawezekana wakasaidia hao wengine ambao inawezekana hawana experience kubwa kwenye michuano hii ya Afrika, lakini wana experience ya kucheza kuzunguka katika clubs nyingi pale South Africa. Kwa hiyo ni moja ya mechi ambayo hii itakuwa ni mechi ambayo ni interesting, kwa sababu kuna wakati mashabiki mechi ambazo wanazipenda ni zile mechi ambazo yani kucheza na timu ambayo muda mwingi inakaa kwenye eneo lao, sometimes it's boring, kwamba na hata Hamisa unavyozungumza hivyo na kuelewa mechi ya Simba dhidi ya kikosi cha Al-Masry. Al-Masry hawakuwa wanatoa upinzani wowote. Hata ile mechi ya kule ambayo imechezwa Misri ni vile tu washambuliaji wa Simba walikuwa wakikosa nafasi. Like hata hapa Dar es Salaam imerudi mechi hivyo, Simba na Yone inakosa nafasi. Like ingawaje wanacheza wao mpira mzuri, ila Al-Masry hawakuwa wakionyesha upinzani. Amezungumza Wakanda rejea mechi dhidi ya Bravos hapa Dar es Salaam, hata kule ugenini Simba wanashinda mechi away. Ama miongoni mwa mechi ambazo mashabiki wa soka nchini hawatazisahau ambazo